nasoma katika Qur'ani. Hii huwezi sema kwamba hujaijua, maana nimeona wengi badala ya kuleta hoja wamejaza jazba, wamejaza matukano, kwamba sijui ninachokizungumzia, lakini tunasoma katika vitabu. Sasa leo nataka uone hasara ya kumfuata Muhammad na hasara ya kuwa Muislamu. Nasema hivi, leo nataka kuonyesheni hasara ya kuwa Muislamu na hasara ya kumfuata Muhammad, nabii wa uongo, maana si nabii wa kweli, ni nabii wa uongo. Hasara yenyewe ni gani? Niaweka hii alafu kisha nikuache uweze kufanya uamuzi, utafuti we mwenyewe vile utakavyoona. Nasoma katika Suratul Muminun, sura ya 40 aya yake ni ya 60. Suratul Muminun, sura ya 40 aya yake ni ya 60. Jameni, natoa katika Qur'ani na si mambo yangu ya kutunga. Uzushi wa Uislamu sehemu ya 4 katika Qur'ani. Suratul Muminun aya yake ni ya 60. Hasara ya kuwa Muislamu na hasara ya kumfuata Mtume Muhammad. Inasema hivi, Suratul Muminun sura ya 40 aya yake ni ya 60, nasema, na Mola wenu anasema, yani Mola wako Muislamu, Mola wenu anasema, niombeni nitakujibuni. Kwa hakika wale wajivunao kufanya ibada yangu. Yani wewe unasema unafanya ibada ya Mwenyezi Mungu, unafanya ibada ya Allah kwa majivuno. Unafanya ibada, yani ibada hiyo yote ni ya majivuno. Hakuna ibada unaweza sema kwamba ibada ya Muislamu imesimama. Ibada ya Waislamu ni ibada ya majivuno. Wakuonyesha wanafunga, wakuonyesha wanapiga swala, wanaanza kusumbua watu asubuhi, Allahu Akbar asubuhi na mapema. Hiyo yote ni kujivuna. Ndio Qur'an nasema wale wafanyao ibada kwa majivuno, kwa hakika wale wajivunao kufanya ibada yangu, bila shaka wataingia Jehanamu, wadhalilike katika Jehanamu. Sasa sikia Muislamu, yani hii kufunga kote mnafunga, hii ibada mnafanya zote, kwenda kuhiji Maka, kuzunguka Safa na Marwa, ibada hizo zote Qur'ani nasema mwisho wake ni finari Jehannam khalidina fiha abadan, yani unaelekea motoni. Sasa swali, kwa nini Muislamu ukubali kwenda motoni ukiona? Nataka ujiulize hiyo swali. Kwa nini ukubali kuingia moto wa Jehannam ukiangalia? Yesu anasema katika Yohana 14 aya yake ni ya 1, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili mimi nilipo nanyi mwepo. Yesu anatuhakikishia ukimfuata mahali atakapokuwa nawe utakuwa pale. Muhammad anasema katika Qur'ani hajui vile atakavyofanyiwa yeye na hajui vile utakavyofanyiwa wewe. Qur'ani Allah anasema wewe watu ukimwomba dua, hata ukifanya nini, mwishowe ni motoni, unaenda kudhalilika huko. Ninakualika njoo kwa Yesu Kristo, maana Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ningependa kukualika Muislamu ambao ungependa kutoa maisha yako kwa Yesu, ungependa kusalimisha maisha yako kwa Yesu. Yesu anakupenda. Maandiko yanasema saa ya wokovu ni sasa. Wasiliana pamoja nasi, tutakuongoza vile utakavyomjua Yesu, vile utakavyomkimbilia na upate kuingia katika zizi lake kama vile wengine waliofanya. Sasa kuna Wasomali wengi wameingia katika zizi la Bwana, Waarabu wengi wameingia katika zizi la Bwana, Waislamu wengi wameingia katika zizi la Bwana. Wengi wanapiga simu, wanataka kumjua Yesu, na tunawaelekeza katika njia ya kweli. Hata nawe ukitaka kumjua Yesu, ukitaka kumpokea Yesu, tunakukaribisha. Wasiliana nasi katika namba ambazo tunazipeana hapo ili tuweze kuwa kwa pamoja. Wacha nikuombee leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamkabidhi Muislamu ambaye anatazama mikononi mwako. Wengi wameingia katika dini ambayo hawaijui. Wengi wanadhalilika katika dini hiyo, hawajapata tumaini, lakini umetuagiza katika maandiko wewe ndiye njia, kweli na uzima. Unataka watu wote wakapate kufikiria na kufikiria uzima wa milele. Ndio ombi langu kwamba yeyote ambaye anatazama, Hassan, Abubakari, Huseini, Ali ambaye anatazama ujumbe huu, Bwana mjalie neema ya kuyeyusha moyo wake ili apate kukubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuwa pamoja naye, mulinde, mtunze, muhifadhi. Mapenzi yako yakitimizwa katika Kristo tunaomba tukiamini. Amen.